Ujambo mtazamaji, na karibu kwa kipindi kingine tena cha kupokea baraka kupitia kwa ushauri wa neno la Mungu. Mimi hapa unaponiona ni naye kuletea kipindi hiki ni Kasisi Filipo, na leo tutakuwa tunazungumza juu ya kufanya miujiza kwa kutumia kipawa cha imani. Kwa muda kama siku 2 zimepita, huu ni ujumbe ambao niliunena mahali katika mkutano wa kongamano lilokuwa limekusanyika watu wa kutoka maeneo mbalimbali ya pande za Lamu, na nikaona ni vyema nije tena hapa online tuweze kuongea na wewe ujumbe huu. Na kama ulisikiza kanda ile yangu nikihubiri kwa lugha ya Kiswahili, pengine utaweza kupata ufafanuzi zaidi tunapokuwa pamoja katika mafundisho haya. Kwa hivyo tunanena juu ya kufanya miujiza kwa kutumia kipawa cha imani. Nitapenda nitangulize kwa kusema ya kwamba miujiza ni kitu watu wanapenda sana. Lakini watu wengi hawajui miujiza ni nini, miujiza hufanywa vipi, na miujiza inapatikana aje. Nitakuwa na kujibu maswali haya tukiendelea, na ninaamini utaweza kuipokea baraka. Nataka nitangulize kwa kusema hivi: Mungu anafanya kazi yake kwa hii dunia, na kuna wakati anaifanya kwa njia kubwa kuliko vile tunavyojua ama tunaelewa. Wakati anaifanya kwa njia kubwa tofauti na vile tunavyojua na tunavyoelewa, hiyo sasa ndio huwa inaitwa muujiza. Kwa lugha ya Kiingereza, muujiza unaitwa ama unaelezwa kama a temporary suspension of a custom order. A temporary suspension of a custom order. Hiyo ndio inaitwa muujiza. So kama unapenda kujua muujiza ni nini, muujiza ni wakati mambo ya kawaida yamesimamishwa na yanatendeka mambo yasiyo ya kawaida. Kwa mfano, ikiwa mtu anafaa kupona kwa kutumia tembe, na apone baada ya siku 6 ama 7 akitumia tembe, alafu aombewe kwa jina la Mungu ama kwa jina la Yesu, badala ya kupona kwa siku 7 apone kwa mara moja hapo ameombewa, hiyo sasa inaitwa muujiza. Au pengine kulikuwa hakuna namna ya usafiri, hakuna gari, hakuna pesa, hakuna njia zimefungwa, alafu mmeomba na kumetokea mahali pasipokuwa na tumaini, pametokea gari na limekuwa sasa ndio lile litakalowabeba kuwafikisha mahali mnaenda, huo unaitwa muujiza. Basi kuna miujiza aina mbalimbali, na Yesu alipokuwa kwa hii dunia alitembea kila mahali. Biblia inasema akitenda wema na akiponya wale wote walioonewa na Shetani. Kwa hivyo muujiza ni wakati mambo ya kawaida yamesimamishwa na yanatendeka kwa njia tofauti kabisa na ile ambayo akili inaweza kuelezea.
Kuna mambo ambayo si muujiza, lakini pia yanatendeka kwa nguvu za Mungu. So sio kila kitu kinachotendeka kwa nguvu za Mungu tunasema ni muujiza. Lakini mambo sana sana yanayohusu uzima huu yanapokutendekea kwa namna isiyo ya kawaida, ndio inaitwa muujiza. Haya. Kuna miujiza ya kweli na kuna miujiza ya uongo. Muujiza wa kweli huwa unadumu. Muujiza wa uongo huwa haudumu. Muujiza wa kweli huwa unampa Mungu utukufu. Muujiza wa uongo huwa unampa yule aliyeongea utukufu ama aliyeufanya. Sawa? Na si lazima uwe pastor ama kiongozi wa kanisa ndio ufanye muujiza. Unaweza fanya muujiza hata kama wewe sio kiongozi wa kanisa. So si muujiza huwa haifanywi na wale wenye vyeo, hapana. Muujiza inafanywa na wale wanajua vile miujiza huwa inafanywa. Maana kuna vile miujiza huwa inafanywa. Sawa? Muujiza hufanywa vipi? Kuna watu huwa wanafikiria tukiomba sana tutafanya muujiza. Wengine wanafikiria tukitumia mafuta, aina fulani ya mafuta tutafanya muujiza. Wengine wanasema nikiombea maji haya muujiza itatendeka. Na kuna wengine wanasema ukienda tu utumie kitambaa hiki muujiza itatendeka. Wengine wao watataja Biblia. Kuna wengine wanasema ukitumia maji matakatifu muujiza itatendeka. Na kuna wengine wanasema ukienda uone mtu fulani akupatie kitu fulani ukuja nacho kwa nyumba muujiza itatendeka. Inawezekana wengine wenu muliona miujiza kwa jinsi ile. Lakini swali ni style venye hiyo muujiza ilitendeka, je, ilimpatia Mungu utukufu? Je, hiyo muujiza ilidumu? Je, hiyo muujiza ililetea matunda ya mtu yule kuendelea kumcha Mungu? Hayo ni mambo ambayo unafaa kuyaangalia wakati unaongea juu ya muujiza. Aya. Je, ni nani anafaa kufanya muujiza? Kwanza tumesema sio lazima uwe na title ndio uweze kufanya muujiza. Number 2, muujiza huwa inafanyika, lakini haifanyiki kwa sababu mtu ni mwenye haki sana. Hapana. Muujiza haifanyiki kwa sababu mtu ameomba sana. Hapana. Katika Biblia tuko na story ya Peter na Yohana. Na hao watu wawili walikuwa wanaenda katika nyumba ya Mungu kuomba. Na walipofika kwenye mlango unaitwa mlango mzuri, wakamkuta mtu kiwete. Hawakuwa wameomba. Hawakuwa wamefunga. Lakini wakamkuta mtu aliyepooza miguu. Petro akashika yule mtu mkono, kwa maana ule mtu alikuwa anawaomba fedha, lakini hawakuwa nazo. Peter, mwanafunzi wa Yesu, akasema hivi, ututazame. Wakati yule kiwete alikuwa anawatazama, Petro akamwambia, dhahabu na fedha hatuna, lakini kile nilicho nacho nakupatia. Akamwambia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na uende. Alipomwambia hivyo, yule mtu hakusimama, lakini alipomshika mkono, nguvu ziliingia katika maisha
na mwili wa ule mtu, vifundo vya mwili wake vikatiwa nguvu na akaweza kusimama. Kwa hivyo nguvu ziliingiaje kwa yule mtu? Ziliingia kwa sababu alishikwa mkono na Petro. Kwa hivyo Peter, ambaye tunaita Petro, alikuwa aina ya wale watu ambao hufanya miujiza. So watu wale ambao hufanya miujiza huwa wamepewa kipawa, kinaitwa kipawa cha utendaji miujiza, na ndiyo sababu huwa wanaweza kutenda miujiza, kwa sababu wamepewa kipawa hicho. Mtu wa namna hiyo akiekelea mtu mkono, mtu anapona kwa sababu ana kipawa cha kuponya kimiujiza. Akiweza kushika mtu mkono, kama ni kiwete, yule mtu anainuka, anatembea, ama kama ni kipofu anaona, ama kama ni kisiwi anasikia, ama kama ni bubu anaweza kuongea, kama alikuwa hana pumzi anapata uhai, kwa sababu kuna hicho kipawa ndani yake. Tunaambiwa Peter alifika mahali panaitwa Lida. Lida kulikuwa na dada moja alikuwa anaitwa Dorcas. Na Dorcas alikuwa mshonaji wa nguo. Alikuwa amewashonea wamama wengi sana, sana sana wale wamama wajane. Peter akakuta ule mama Dorcas alikuwa shakufa, na wamama walikuwa wanamzunguka wakilia. Peter akawaambia tokeni nyote. Akapiga magoti akaomba, alafu akamshika mkono ule mama, akamwambia Dorcas, jina lingine lake lilikuwa Tabitha, akamwambia Tabitha keti. Akamshika mkono akaketi, alafu akasimama. Alafu Peter akafungua mlango, wamama wote wakashangilia kuona mama mwenzao amefufuka. Kwa hivyo Peter ndani yake kulikuwa na kipawa cha utendaji miujiza. Na kipawa hiki cha utendaji miujiza huwa unatenda kwa mikono yako. Unafanya jambo kwa mikono. Unaekelea mtu mkono ama unafanya kitu kwa mkono. Lakini kuna miujiza mingine hutendeka kwa sababu hukufanya kitu kwa mkono, lakini uliongea na kitu kikatendeka. Yesu aliambia watu ambao walikuwa wamepungukiwa na divai, choteni maji, wekeni kwa birika, alafu choteni, pelekeni watu kwa meza. Walipofanya hivyo, maji yakakuwa juice tamu sana, mpaka watu wakashangaa ilitoka wapi. Unaangalia, Yesu aliambia mkuyu, we mkuyu, kuanzia leo mtu asikule kutoka kwako. Na the following day ule mkuyu ukakuwa umekauka, kwa sababu Yesu aliulaani. Hiyo ilikuwa miujiza ambayo hakufanya na mikono, alifanya kwa kinywa chake. Kwa hivyo miujiza inayotendwa kwa imani ni miujiza ambayo mwenye kutenda huwa ananena tu na kitu kinatendeka. Yesu alitumia kipawa hicho wakati anakutwa na Bartimayo mwana wa Timayo. Alikuwa anamlilia akimwambia Yesu mwana wa Mungu nihurumie, Yesu mwana wa Mungu nihurumie. Na Yesu akamwangalia, akamuuliza unataka nikufanyie nini? Akamwambia nataka kuona. Akamwambia enda, imani yako imekuponya. Na kwa sababu Yesu alikuwa na imani katika kinywa chake, alikuwa na imani ya utendaji miujiza, alienda, ule mtu aliondoka kwa Yesu na akaenda kama anaona. Kuna watu pia walienda kwa Yesu wanataka muujiza wa kuona, Yesu akawekelea mikono, wakaona. Hiyo ni muujiza alitenda. Kwa hivyo tofauti ya kipawa cha kutenda miujiza kwa kutumia imani na kutenda miujiza kwa kutumia mikono. Ile ya kutumia mikono inaitwa kutenda miujiza. Ile ya kutumia maneno ya kinywa chako inaitwa kupokea muujiza. Kwa hivyo unaongea alafu unaupokea ule muujiza kwa maneno yako. Tuko pamoja?
Sasa katika Mithali 18 aya ya 21 Biblia inasema ulimi una nguvu ya uhai na mauti. Na ndiyo sababu tunaambiwa tuchunge sana vile tunavyoongea, kwa sababu katika kule kuongea kwako unaweza kuta umeongea mambo ambayo yameua ama yamevunja watu mioyo, au umeongea mambo yakakuharibia maisha. Maisha yale tuko nayo saa hii, watu wengi, hata wewe unanisikiliza, mengi yanatokana na maneno tuliyoyazungumza. Utajua maneno yako na nguvu ukiwa umeenda kwa mkutano wa umati wa watu kama 1,000 ama 5,000, na kwa maneno yako tu waambie simameni, hao watu wote wanasimama. Ungepewa kibarua cha kuamsha mmoja mmoja, hapo ndio ungejua venye ungechoka. Kwa hivyo maneno yana nguvu yanaponenwa, na yana nguvu katika hali ya kuonekana unapoyanena kwa mtu mwingine, na yana nguvu kwako pia. Lakini katika huo mkutano nimesema tuliweza kujadili swala hili, tukaulizana katika yale mambo tunayoyatarajia. Kuna watu kwa hii dunia wakinena mambo yanatendeka. Kwa mfano ukiambia mgonjwa kukifika kesho asubuhi utakuwa umeamka na umetoka katika kitanda cha ugonjwa, huyo mtu by kesho asubuhi anakuwa ameamka na ametoka kwenye kitanda cha ugonjwa. Na mwingine anakuja anamwambia by kesho asubuhi utakuwa umeamka na umetoka kwenye hicho kitanda cha ugonjwa. Kesho inafika, ule mgonjwa hata amezidiwa zaidi, anapelekwa ICU, hata anapelekwa ile iko mbele ya ICU. Sasa unashindwa kwa nini mmoja aliongea ikatendeka na kwa nini mwingine aliongea ikakosa kutendeka, ikiwa kwa kweli ulimi uko na nguvu za uzima na mauti, ama za uhai na mauti. Katika kutafakari kwangu kwa Biblia nimekuja kuona ulimi kuna mahali unatoa nguvu, na kama hapo mahali hapana nguvu za uhai na za mauti, hapo mahali kama hapana nguvu, maneno yako hayatakuwa na nguvu. Katika kitabu kile kinaitwa cha Luke chapter 6 verse 46 inasema mtu mwema katika hazina yake huyatoa yaliyo mema, na mtu mbaya katika hazina yake huweza kutoa yaliyo mabaya. Kwa sababu mti mzuri huwezi zaa matunda mabaya, na mti mbaya huwezi zaa matunda mazuri. Na Yesu akasema, kwa Kiingereza inasema out of the abundance of the heart the mouth speaks. Yaani mdomo huwa unanena kile kimejaa ndani ya moyo. Kwa hivyo ikiwa ndani ya moyo wa mtu kumejaa usherati, ataongea usherati tu, na maneno yake atamfanyia kazi. Atawapata wanawake anaowapenda kwa maneno ya uchawi yanayotoka kwa kinywa chake. Ikiwa mtu amejua kuroga kwa maneno, ikiwa imejaa kwa moyo wake, out of the abundance of the heart, kama hiyo ndio imejaa kwa moyo wake, uchawi itatoka. Ikiwa ndani ya moyo wa mtu kumejaa mema, kumejaa huruma, ataongea maneno yaliyo na huruma. Kumejaa faraja, atanena maneno yanayofariji watu. Kumejaa imani, atanena maneno ya imani. Kumejaa nguvu, ataongea maneno yaliyo na nguvu. So tukubaliane kitu moja hapa, ulimi hauna nguvu. Ulimi hutiwa nguvu na moyo, kwa sababu Yesu alisema mdomo hunena kilicho katika moyo. Paulo akiandika katika Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10, sana sana ule wa 10 unasema hivi, ya kwamba ukiamini katika moyo wako na ukiri kwa kinywa chako utapata
kuokoka. So mtu huwa anaokoka si kwa kuamini peke yake, lakini kwa kuamini na kukiri. Kule kukiri kunawezesha mtu kuokoka. Ndivyo hivyo kukiri kunawezesha mtu hata kupona, kukiri kunawezesha mtu kupata promotion, kukiri kunawezesha mtu kwenda maeneo mengine makubwa na makuu katika maisha. Okay. Kwa hivyo maneno hujaa moyo kwanza ndio yanenwe kwa kinywa. So tukitaka kujua moyo wako, tutasikiliza tu kile ambacho huwa unanena mara nyingi. Hicho huwa unanena mara nyingi, siku moja kitakuweza kutokea. Na maneno hayo yataonyesha vile ambavyo moyo wako unakaa. Sawa? Okay. Sasa hiyo nafasi inayokaa hayo maneno ndani yako inaitwa moyo. Na ndani ya moyo huwa kunakaa kitu kinaitwa imani. Mtu akiwa na imani nzuri atanena na mambo mazuri yatatendeka. Na hata ikiwa ni maneno ya kujiambia ama kuambia mtu mwingine, kama uko na imani nzuri, hayo maneno yanatendeka. Ikiwa hauna imani, hayo unayoyaongea yanakosa kutokea. Na unaweza kuanza kuona mikosi. Na ukiona mikosi katika maisha yako, utaanza kurudia kwamba unakuwaga mtu wa mikosi mara nyingi. Lakini shida kubwa si kwamba unakuwaga mtu wa mikosi, ni kwamba ndani ya moyo wako kuna mikosi. Ukiamini ndani ya moyo wako kukijaa laana, maisha yako yatajaa laana. Mawazo yako yatafikiria laana. Kama ndani ya moyo kumejaa uchawi, moyo wako, maisha yako yatajaa tu kuongea maneno ya uchawi, kupeleka watu kwa waganga, kwa wachawi, na hata wewe mwenyewe kuroga watu wengine, kwa sababu hiyo ndio vitu ile imejaa kwa moyo wako. Lakini nikikwambia hivyo unaweza kataa. Na ni sawa kukataa kwa sababu Biblia inakumulika. Biblia inakumulika ikisema nini? Moyo katika Yeremia 17 mstari wa 9 na wa 10. Kwamba moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko kitu kingine chochote. Na uko na ugonjwa wa kufisha. Moyo unakuwaga mgonjwa na unakuwa na ugonjwa wa kufisha, yani kuua. Kwa Kikuyu inaitwa ngoro. Ngoro, moyo unakuanga na ugonjwa. Moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu sana na unakuanga na ugonjwa wa kufisha. So watu wengi ukimwambia wewe moyo wako ni mbaya, anakataa. Kwa sababu gani? Kwa sababu already moyo wake unamdanganya. Lakini ni vizuri kuwa na moyo unaoamini. Kwa sababu gani? Biblia inasema ya kwamba mahali moyo wako utakuwa, hapo ndipo utajiri wako utakuwa. Biblia inarudi tena inaongea, inasema Mungu kabla ya kupatia mtu kitu chochote huwa anapima kama moyo wake utaweza kubeba. Sasa tunapoongea juu ya moyo, tunaongea juu ya nini? Hatuongei juu ya moyo huu ambao huwa unapiga damu ndio izunguke kwa mwili. La hasha. Tunaongea juu ya moyo mwingine ambao unaitwa moyo wa roho. Na wasomi wakifikiria juu ya moyo wa roho,
wanafikiria juu ya kitu, kwa Kiingereza inaitwa the subconscious mind. Yale mawazo ambao huwa yako hai na yanawaza wakati umelala, hao ndio yanaitwa moyo. Na hayo mawazo, kile kinaishikilia ndio moyo. Na ikiwa moyo wako utakufaa, ikiwa moyo wako utakuwa mwema, utapata mali. Vile Yesu alisema, mahali moyo wako utakuwa, hapo ndipo mali yako itakuwa. Ukijua jinsi ya kuweka moyo wako mahali pasawa, utapata utajiri. Ukijua kusafisha moyo wako na kuondolea mambo yanayozuia ufanisi wako, utapata ufanisi na utapata kustawi sana. Mwandishi wa Ibrania sura ya 4 mstari wa 12 anaeleza vile ambavyo moyo unaweza kusafika. Anasema neno la Mungu liko hai na lina nguvu na ni likali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, kwa sababu liko na uwezo wa kugawanya nafsi na nia na mwili, nafsi, roho, nia na mwili, na liko na uwezo wa kugawanya mifupa na mafuta yaliyomo, na linaweza kugundua lengo na makusudi ya moyo. Kwa hivyo neno la Mungu ndio linaingia huko kote. Moyo wa mtu haubadilishwi na maombi. Pengine mumeo alichukuliwa na mke wa mtu, ama akachukuliwa na mtu mwingine huko, akaoa mama mwingine, ama akaolewa na mama mwingine, ama mtoto wako alipotelea kwa madawa kwa sababu ya kudanganywa na marafiki wasiofaa wanaotegemea uraibu, ama akajiingiza katika unywaji wa pombe na maisha yasiyokuwa na tumaini, na umekaa ukashindwa utafanya nini. Yule mtoto moyo wake ndio mbaya, lazima abadilike. Mara nyingi moyo mbaya huwa mtu anaupata kwa hii dunia. Hakuna mtu anazaliwa na moyo mbaya. Kuna moyo kama moyo wa kijicho, moyo wa kinyongo, moyo wa chuki, moyo wa ukaidi na ukali. Hizo mtu huzipata kwa hii dunia. Kwa hivyo mtu huzaliwa akiwa mwema, anazaliwa akiwa baraka, anazaliwa akiwa kamili. Lakini mazingira yale aliyozaliwa yule mtu na damu ile iliyomzaa, anapoanza kukua, mambo yanaanza kujionyesha. Pepo ambazo hupitia kwa damu zinaanza kujidhihirisha kupitia kwa damu ya ukoo wao, ama mambo anayojifundisha kutoka kwa wazazi na ndugu zake na jamaa zake, na hata huko kwa shule na huko kwa majirani. Anapojifundisha yanamuumbia moyo ambao si wa sawa. Moyo huharibika kwa sababu ya kukaa maneno yasiyo ya sawa. Ndivyo hivyo moyo hupona wakati unaingia neno la Mungu. Na hiyo ningependa uishike sana, kwamba moyo unaharibiwa na maneno na moyo unatengenezwa na maneno. Kwa hivyo ni heri uwe na moyo ulio na maneno mazuri, na moyo ndio uweze kushika na kuhifadhi maneno mazuri. Lazima uwe moyo ulio na imani. Biblia takatifu inasema imani yetu ndio iliyo imani takatifu sana. Kwa hivyo ile imani hakuna mtu anaweza kukupatia, lakini imani itakuja kwako. Imani ya ufanisi itakuja kwako. Na itakujaje? Biblia inasema imani huwa inakuja kwa sababu ya kusikia, na kusikia kunakotokana na neno la Mungu.
So utamsikiza mhubiri aliyetumwa na Mungu akikuzungumzia kuhusu imani kama hivi ninavyoongea na wewe sasa. Na vile unavyozidi kusikiza sana, hivyo ndivyo moyo unaanza kupata moyo mzuri, moyo ulio na imani nzuri. Maandiko matakatifu katika Wakorintho wa pili 4:13 yanaeleza vile ambavyo sisi kama ilivyoandikwa katika Biblia. Inarudia vile ilivyoandikwa katika Psalm. Inasemaje? Inasema ya kwamba kama vile iliandikwa, niliamini na nikanena. Sisi hivyo hivyo, tukiwa na roho hiyo hiyo ya imani, huwa tunaamini na basi tunanena. Kwa hivyo Biblia inasema tukiwa na roho hiyo hiyo ya imani. So unapompokea Yesu, Jude 1:3 inaonyesha huwa unapewa imani mara moja tu. Na ukishapewa ile imani, inakupatia kuchukia moyo mbaya, na moyo mbaya unakuondoka. Inakupatia kuchukia dhambi ya usherati na uzinzi na uwaji, uraibu wa kila namna, vita, kinyongo, uchawi, uadui, husuda. Mambo haya yanayofanywa na mwili na mengine mengi kama kukula bangi na kukula miraa, kukula sigara. Hizo vitu zote huwa zinaisha ukishapokea ndani yako Roho anayeitwa Roho Mtakatifu, anakuja kukaa katika moyo wako, na wewe unabadilika kutoka siku hiyo, unakuwa mtoto mzuri wa Mungu. Okay? Haya. So unaamini, alafu ushakuwa mtoto mzuri wa Mungu, lakini kuna wakati mawazo ya kale yatakuwa yanakujia. Unaanza kusikia mwili inatamani kufanya mambo yale ulikuwa unafanya kabla hujaokoka. Lazima Biblia inasema ujifundishe kusema la, kwa sababu sio imani peke yake iliingia ndani yako, iliingia na neema. Na Biblia inasema hiyo neema ndio kitu kile ambacho kinatuwezesha kukataa uovu na uchafu wa kila namna. Kama hujapokea neema, pokea neema leo. Unapokea neema kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo, na unapokea imani kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Unapokea upendo kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo imani ndio unahitaji, na imani hukaa ndani yako kama kitu kilicho hai. Biblia inasema pasipo na imani na matendo, imani huwa inakufa. Kwa hivyo imani hutiwa nguvu na maneno. Bila maneno ya imani, ile imani inakufa. So inafaa sana wewe uwe na imani, ndio, na ukishakuwa na imani uishike, na ushike maneno ya imani, ndio usiweze kushindwa. Basi ukishashika imani, Biblia inasema tazama, imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na tazama mapya yamekuja. Mapya ni kunena ukweli, ukweli wa neno la Mungu na uamini. Na kama ukumbuki ukweli huo wote, usianze kuongea vitu ujui. Lazima uverify ukweli wa neno la Mungu, uverify na ujue. Basi, so roho wa imani, mtu anapookoka ndiye huwa anaingia ndani yako, roho wa imani. Alafu unaanza kusema, Roho wa Bwana nioshe, nitenganishe na hii. Na yeye anatumia maji ya damu ya Yesu kukuosha, ndio maisha yako yabadilike, yawe maisha mazuri. Basi
Ukishafika eneo hilo sasa tumefika, utakuwa unaweza kunena maneno na kitu kinatendeka. Ukiomba unaona majibu, kwa sababu umeanza kutembelea maeneo ya watenda miujiza. Mungu akubariki sana. Tutaweza kuonana na kuendelea kutoka hapo katika kipindi kingine. Asante sana.